Naitwa Angwine Steven Kajula, mimi ni makamu mwenyekiti wa SMAUJATA Taifa. Bajeti ya taifa iliyosomwa jana kwa kweli imenipa faraja kubwa sana. Kwa sababu ni bajeti ambayo kwanza inaonyesha ukubwa wa maendeleo katika nchi yetu. Kwa sababu kwanza imepanda. Imetoka trilioni 49 mpaka kufikia trilioni 56. Kama trilioni 7 hivi mpaka 8 ndo zimeongezeka. Kwa hiyo inaonyesha wazi ya kwamba jambo kubwa limefanywa na serikali. Na kweli serikali imepanga kabisa kuwainua wananchi kiuchumi na kuikuza nchi yetu kimaendeleo. Lakini kuna maeneo ambayo yamenivutia zaidi. Pale ambapo bajeti imewagusa Watanzania wa chini kabisa kwa kuangalia shughuli zao ambazo wanazifanya kila siku. Kwa sababu pale ambapo unashusha bei ya tozo la pikipiki, vijana wengi sasa hivi wanapata ajira kwa kutumia pikipiki. Na hii imekuwa ni ajira mtambuka kwa sababu pikipiki zinafika pale ambako magari hayawezi kufika. Na zinasaidia sana katika kukuza uchumi wa Tanzania, kusafirisha mizigo na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ni jambo jema sana na limenipa faraja kubwa. Lakini si hivyo tu, tuna swala zima la pale niliposikia ya kwamba sasa bajeti ya uchaguzi itakuwa tena tunasubiria watu watoke nje ndio watupe fedha. Pale ambapo tunaweza sasa kupata demokrasia iliyo halisia. Ina maana ya kwamba sasa hivi tutachagua kwa uhuru. Hatutakuwa tunalazimishwa nini tufanye katika uchaguzi. Ina maana sisi Tanzania tumeamua kujisimamia wenyewe na kusimamia demokrasia yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo uchaguzi utakuwa ni huru na haki. Ina maana mabepari hawataweza kutuingilia katika swala zima la uchaguzi. Maamuzi yetu yatakuwa ni maamuzi yetu sisi kama sisi wa Tanzania. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa sana ya maendeleo. Lakini si hivyo tu, pale ambapo unajua sisi hapa mkoa wa Singida tuna swala zima la mafuta ya alizeti. Sisi tunalima alizeti. Kwa hiyo pale ninapoona ya kwamba mafuta sasa tozo zake zitashuka na bidhaa za ndani sasa zinapewa kipaumbele. Ina maana sasa sisi wakulima, wafanyabiashara, ina maana ni wakati wetu sasa wa kufanya kazi kwa bidii. Na ina maana serikali imeshaona ya kwamba ili kutukwamua sisi kiuchumi inabidi kuhakikisha ya kwamba zile kamba tulizokuwa tunafungwa nazo wanazitoa. Na ndio maana haya mapunguzo yamekuja. Kwa kweli sisi tunawashukuru sana serikali, tunaishukuru kwa kiwango kikubwa. Pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuliona hili jambo katika kiwango hiki. Kwa sababu Watanzania sasa kwa kweli tutakuwa huru. Labda tu mtu amue kuwa mvivu kwa sababu kilimo kimeguswa, ufugaji umeguswa, uvuvi umeguswa, wafanyabiashara wadogo wameguswa. Ina maana ya kwamba sasa tumetanuliwa wigo wa kujitengeneza kiuchumi na kujikuza katika uchumi. Na mtu akishakuwa kwenye uchumi, sisi SMAUJATA tunasema ya kwamba basi huyu hawezi kufanyiwa ukatili wa aina yoyote. Na ina maana atakuwa yuko huru katika kufanya maamuzi yake, lakini vile vile uhuru katika kila nyanja ambayo anaishi kwayo. Lakini pia nimefurahi zaidi nilipoona ya kwamba serikali imeangalia swala zima la ile misaada ya kiafya ambayo tulikuwa tunaipata kutoka nje kwa ajili ya magonjwa kama ya HIV na AIDS na vitu vya namna hiyo. Ambapo serikali imeona ya kwamba iongeze tozo pale kidogo, tena kidogo sana yani, kwa ajili tu kwenye mafuta ya dizeli na petroli. Ili tu basi wale wenye kupata changamoto hizo katika nyanja za afya waweze kupata matibabu mazuri na muafaka kwa wakati. Kwa hiyo kwa kweli bajeti ni nzuri na bajeti imegusa kila eneo na bajeti imetuona sisi wa Tanzania wa hali ya chini. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Lakini siwezi kuacha kusema ya kwamba
tunaishukuru serikali, tunamshukuru Mama Samia kwa haya makubwa ambayo ametufanyia, kwa sababu hii inatuonyesha sasa uchumi wa Tanzania unafunguka. Kwa sababu miundombinu pia imeangaliwa kwamba katika bajeti hii ina maana ile miundombinu ambayo ilikuwa inajengwa kama SGR na vitu vya namna hiyo vyote vitakamilika sasa. Kwa hiyo ina maana uchumi wetu utakuwa kwa kiwango kikubwa. Nchi za jirani watusubirie katika kuuza bidhaa zinazotoka Tanzania zilizo bora, na wajue ya kwamba sasa tumeamua. Kwa kweli kama bajeti ikizingatiwa, kwa kweli Tanzania itakuza uchumi maradufu. Kwa sababu sasa hivi tu tayari tunaonyesha ya kwamba tumefunguka. Na tayari sasa nchi serikali imeshatutanulia goli. Kwa hiyo ni sisi tu sasa wa Tanzania kujikita, kwa sababu mikopo ya 10% ipo. Tunaipata kwa namna ambayo inaleta usawa kwa kila mtu. Kwa hiyo ni sisi tukiingia kwenye kilimo, ina maana utaweza kulima na kupata mazao katika hali ambayo iko njema kabisa. Lakini vile vile ukiamua kuweka mtaji wako kwenye bodaboda, ina maana faida utakuwa unaipata. Kwa hiyo uchumi utakuwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu uchumi ni pato la ndani ambalo linapatikana katika nchi. Sasa kama tayari tumeshawekewa mazingira mazuri na salama ambayo yanaweza kutusaidia, ina maana tayari tutakuwa na uwezo wa kupata uchumi mkubwa sana.